umeme huu tukiupata utatusaidia kukabiliana na changamoto ya kukatika kwa umeme katika mikoa ya kaskazini, Arusha, Kilimanjaro na maeneo ya jirani. Ni vizuri Watanzania wajue kwamba hatua hii ya serikali haijaanza leo. Tayari tunafanya hivyo kwa wenzetu wa mkoa wa Kagera, tunanunua umeme kutoka Uganda. Tayari tunafanya hivyo kwa wenzetu walioko Rukwa, tunanunua umeme kutoka Zambia, na tunafanya hivyo kwa wenzetu walioko Tanga, tunakuwa tukinunua umeme kutoka Kenya. Na utaratibu huu wa kuuziana umeme ni makubaliano ambayo pia hata wakuu wa nchi kwenye kikao cha juzi cha nishati wamekubaliana. Ni moja kati ya mbinu ama afua za kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza kwenye gridi ya taifa. Unapokuwa umeunganishwa na gridi za nchi za jirani na kuwa na mikataba ya kuuziana umeme namna hii, maanake siku yoyote mkipata changamoto kwenye gridi ya taifa, mnaweza kutumia umeme kutoka kwenye nchi jirani. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, tayari Rwanda na Burundi wako katika mchakato wa kuomba tukubaliane kuuziana umeme na sisi. Huu umeme ambao tunataka kuuleta kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu wa Arusha na Kilimanjaro ni megawati 100, tunataka kuzinunua hapo, hiyo moja. Lakini maunganisho haya ya nchi na nchi tutaendelea kuyafanya. Tumetekeleza mradi mkubwa wa kutengeneza njia kubwa ya umeme ya msongo wa kilovoti 400 kuunganisha na Kenya. Hii njia imekamilika 100%. Tunajenga nyingine kupitia Mbeya Tunduma kwenda Zambia, ambayo sasa hivi kazi iko 35%. Tunafanya hivyo kwa sababu hata sisi tutakapokuwa tumefikia uzalishaji wa megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030, tutahitaji kuuza umeme kwa nchi za wenzetu wale watakaokuwa na matatizo ya umeme. Kwa hiyo hili leo tunalifanya, lakini na sisi wenyewe pia yako maeneo tutauza. Yaani nchi hiyo hiyo unaweza wewe ikakuuzia na nchi hiyo hiyo wewe mwenyewe unaiuzia. Hii ni taaluma ambayo iko kwenye wenzetu wataalamu wa umeme, jinsi inavyofanya kazi kulingana na namna ambavyo wanaangalia kitu kinaitwa efficiency, ufanisi. Yaani je, ufanisi wa kusafirisha umeme wetu kutoka kusini mwa Tanzania kwenda kaskazini ni sawa na tukiuchukua umeme kutoka Namanga tukauvusha tu pale Arusha? Wenzetu wanatuambia kule itakuwa ni nafuu na ufanisi zaidi kuliko tukiusafirisha kutoka kusini. Lakini ukija Tanga hivyo hivyo. Lakini yako maeneo ambayo na wenyewe wa Kenya wanaangalia, wakiangalia gridi yao, wakitoa umeme kwenye gridi yao kupeleka kwenye maeneo yao, je, ni nafuu au bora wachukue kwetu Tanzania mahali ambapo kuna pointi iko jirani wapeleke kwao? Tutaendelea kutoa taarifa hizi, kufafanua kadiri muda unapokwenda, ili watu waelewe. Na unajua kwa wakati mwingine wataalamu kuna mambo wanayafanya kwa usahihi, lakini kwa sababu wananchi hawajapata ufafanuzi wanayapokea tofauti. Kwa hivyo mimi siwalaumu kwamba wamepotosha, lakini nadhani uelewa ulikuwa mdogo, na sisi tutaendelea kutoa elimu hii watu waelewe kwa nini tunafanya hivi. Lakini pia ni wakumbusha Watanzania tuvae viatu vya wenzetu walioko Arusha na Kilimanjaro ambao wana shida kubwa ya umeme. Mheshimiwa Rais amekuwa huko na wamemweleza mara nyingi juu ya changamoto hii kubwa, na wataalamu wameelekeza hiyo ndio itakuwa njia ya haraka ya kuwasaidia wenzetu walioko ukanda wa kaskazini.